Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako nami Pastor Miamba, na tunamshukuru Mungu sana leo kwa sababu ya Jumatatu njema, lakini pia ninakutakia heri ya Pasaka iliyokuwepo siku ya jana, na leo tunaendelea na Jumatatu ya Pasaka. Bwana endelee kukutendea miujiza mingi, lakini imradi ni Jumatatu, tunayo kazi ya kujiweka wakfu kwa Mungu wetu. Tunajiweka wakfu ili Bwana atuinue, Bwana atubariki, Bwana atulinde, Bwana awe pamoja nasi kwa jina la Yesu. Na nilikuwa nikisoma maandiko, nataka nikusomea hapo kidogo, halafu utaenda kuelewa kitu muhimu Mungu anachoenda kukifanya wiki hii. Anasema hivi katika kitabu cha Mwanzo sura ya 30 mstari wa 27. Lakini akamwambia, iwapo nimeona fadhili machoni pako, kaa, maana nimetambua ya kwamba Bwana amenibariki kwa ajili yako. Yani haya ni maneno ya Laban akimweleza Yakobo kwamba abaki pale pale, kwa sababu amegundua ya kwamba Labani yeye amebarikiwa kwa sababu ya uwepo wa Yakobo. Hichi kitu kilitokea pia ndani ya nyumba ya Potifa. Potifa anakiri ya kwamba tangu Yusufu ameingia kwenye nyumba ile, mabadiliko na mafanikio yamekuwa makubwa sana. Tukichukulia mfano hawa watu wawili, hawa watu ni watu ambao waliingia kwenye nyumba za watu, lakini wakiwa wamebeba baraka zao. Kwa hiyo moja kwa moja wanaenda kuathiri mazingira ya zile nyumba wanazoenda kuzikalia. Na nataka niseme ya kwamba kuna watu wanaingia kwenye maisha yetu wamezibeba baraka. Hawa watu walikuwa wana agano la baraka kutoka kwa Bwana. Wana agano hilo. Kwa hiyo wanapoenda mbele za mtu yoyote, wanaenda wakiwa wamezibeba zile baraka zao. Kwa hiyo kuna namna wanapokutana na mtu awaye yoyote, anafaidika yule mtu kwa sababu ya zile baraka ambazo wale watu wamezibeba. Kwa hiyo tunapoenda kujiweka wakfu kwa Bwana, Mungu ananisemesha ya kwamba anaenda kutukutanisha na watu waliozibeba baraka. Watu ambao tukikutana nao wiki hii hatutatamani kuachana nao, kwa sababu tutakuta baraka nyingi sana zipo kwetu kwa sababu ya hao watu tuliokutana nao. Nataka niseme na wewe ya kwamba tunapoenda kujiweka wakfu siku ya leo, Bwana akatukutanishe na kina Yakobo, Bwana akatukutanishe na kina Yusufu. Hata kama sisi wenyewe ni akina Yakobo na kina Yusufu, tukutane na kina Yakobo wenzetu, tukutane na kina Yusufu wenzetu, ili iwe ni wiki ya baraka na kuinuliwa sana. Unaweza usinielewe ninachokiongea, labda mpaka kikukute. Mimi kilishawahi nikuta. Siku moja nilikuwa ninatembea, naendesha gari, nikagundua ya kwamba kuna taa moja ni kama haifanyi kazi vizuri. Tena sio taa kubwa, ni hizi taa zinaitwa indicators, zinazoonyesha kwamba unakunja kulia ama unakunja kushoto. Sasa nikasema wacha nichepuke, niweze kutengenezewa hiyo taa. Mbona ni kidogo tu una fix, ni unachomoa kataa kale kalikoungua, ni issue tu ya kuchomeka kataa kingine. Lakini nikaenda pale nikakutana na mtu, nikamwambia, bwana, indicator yangu haifanyi kazi. Akaniambia ina shida, ni kitu kidogo. Akafungua bonnet akaangalia, akasema ni haka kataa haka akafanye kazi, akakachomoa. Ilo kuchomoa akavunja sio na kitu gani pale pale. Nikasema bwana, huyu unikuchomoa tu unavunja na kitu kingine. Nikasema it's okay. Ila naingiza akavunja tena sio na kitu gani, na ile indicator ikawa haiwaki tena. Akasema kuna kitu hapa nimekavunja tena, bidi nikarekebisha hapa, halafu tuone na hii. Ile nawasha taa, na pale alipokuwa ameshikilia pale, ile taa ya chini yake na yenyewe haiwaki. Hapo Roho Bwana akanisemesha, akasema shida ilikuwa ni taa, lakini kuna shida ya pili. Umekutana na mtu ambaye mikono yake imebeba uharibifu. Hapo nikaambia, ndugu, haina shida, funga tu. Unandai chochote?
Akaambia hamna ninachokudai. Nikaambia okay, sawa, naomba basi niondoke. Nikaondoka. Nilipoenda sehemu nyingine, dakika chache tu akafiksi huku akafiksi huku, na mambo yakaendelea. Mungu akawa ananifundisha, akaniambia hivi, umekutana na watu wawili. Mtu wa kwanza alibeba uharibifu. Kama usingenisikia sauti yangu na kukuambia uondoke, ungejikuta umeingia shida kubwa kwelikweli. Kwa sababu hata nilivyoenda kwa fundi wa pili, napo niliingia hasara, kwa sababu haikutakiwa niweke taa mbili, lakini ilitakiwa nianze kuzirekebisha zile taa mbili ambazo yule mtu wa kwanza ameziharibu. Sasa pata picha, kama nisingeisikia sauti ya Bwana na kuendelea kuambatana na ule mtu, ungeweza ukashangaa matatizo yanaenda, unakashangaa short imetokea, inaenda huku, tatizo linakuwa kubwa. Maana yake ni nini? Tunahitaji katika mizunguko yetu ya kila siku kukutana na watu ambao wamezibeba baraka, mikono ya baraka, watu wenye maagano ya baraka. Watu wenye maagano ya baraka. Mimi nakumbuka kuna kipindi fulani nilisha kuwapo kwenye kampuni moja. Mimi sikuwa naelewa. Mimi sio mwajiriwa wa pale, lakini nilikuwa nakuta vikao vya ndani naitwa. Halafu muda mwingine mimi sio mwajiriwa, lakini vikao kama mimi sipo wanasema Pastor Miamba yupo tumsubirie. Kuna nyakati nikawa najiuliza. Nikauliza sawa watu, mimi sio mwajiriwa hapa, sijaajiriwa hapa. Mimi sifanyi kazi yoyote, sina kitengo chochote. Hawa watu kwa nini wananiita? Siku moja nikamuuliza yule ndugu ambaye ndio mkurugenzi hapa. Nikamwambia, "Kwa nini mnavyoniita hapa huwa mnaniita kwa ajili ya nini?" Akaambia, "Sikia, ukitoa mawazo yako huwa yanakuaga yana faida sana kwangu." Ananiambia yule bwana. Ananiambia, "Unakumbuka wazo fulani ulilolitoa?" Akanikumbusha kama mawili matatu, akasema haya mawazo hayajawahi kuniingizia faida kubwa kama vile ambavyo sijawahi pata faida kubwa kuliko haya mawazo ambayo umekuwa ukiyatoa wewe. Kwa hiyo ukiwepo wewe, anaona nafanikiwa. Alafu kila ulilolipinga, anaambia kila ulilolizuia, mbeleni nikagundua kwamba lile ulilolizuia kama ningelifanya ningeingia hasara. Kwa hiyo wewe ni rafiki yangu, nakuita kwenye hivi vikao kama rafiki. Sasa nikawa sielewi, kipindi hicho nikawa sielewi, lakini baadaye nikaja kuelewa kwamba hawa watu walikuwa wakiniita kwa sababu ya ile neema ambao Mungu alikuwa ameiachilia, baraka nilizokuwa nabeba. Kwa hiyo namaanisha kwenye kile kikao ilitakiwa niwe naingia na baraka ambazo niko nazo ili watu kwenye kile kikao wafaidike. Angalia, nataka nikwambie hivi, ndani yangu Mungu ananisemesha, kuna watu watakao kutana na wewe wiki hii ambao watakuwa ni akina Yusufu, atakuwa ni akina Yakobo, waliozibeba baraka, watu wa maagano na Mungu, ambao ukikutana nao wanaenda kubadilisha maisha yako. Nataka tujiweke wakfu katika hilo. Kuna watu, narudia, watu ambao wamezibeba baraka, wakina Yusufu, wakina Yakobo, unaenda kukutana nao, ambao hawa watu unapokutana nao automatically wanabadilisha maisha yako. Iwe ni maisha ya kiuchumi, iwe ni maisha ya kimahusiano, iwe ni maisha ya mwenendo wa baadaye, kwa maana ya future ama kwa maana ya hatima. Kuna watu, ili hatima itimie, kuna watu natakiwa ukutane nao. Mungu anaenda kukutanisha na hao watu wiki hii, watu ambao utakapokutana nao tu kuna hatua moja kubwa ya maisha unaenda kuifanya mbele. Sasa hilo ni ajenda kubwa na Mungu amenisemesha tutaenda kusimama nayo hiyo. Ukiachana na hiyo, zipo ajenda nyingine za kujiweka wakfu ambazo nimekuwa nikizisema kila wakati siku ya Jumatatu, ikiwa ni ulinzi kwa Bwana. Tunajua adui amepanda mambo mengi, ajenda za adui ni nyingi, uharibifu wa adui ni mwingi. Biblia inamtambulisha kama simba ungurumaye akitafuta kutumeza, lakini tutamshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda, kwa sababu Bwana yuko pamoja nasi. Tunapojiweka wakfu kwa Bwana, hakutakuwa na uharibifu utakayoweza kusimama na kufanikiwa katika jina la Yesu. Tunapojiweka wakfu kwa Bwana, mitego yote ya adui inateguliwa. Yaani hata kitega mtego mahali gani, tukipita huo mtego umeteguka. Tunapojiweka wakfu kwa Bwana, Mungu anaachilia zile baraka zake, lakini anatutenga na hila zote na uharibifu wote na giza lote, tunatengwa nalo. Kwa hiyo Mungu anajua walio wake. Biblia inasema Mungu
anawajua. Wa Mungu ni dhahiri na wa adui ni wa dhahiri. Yaani wale watu wa Mungu ni dhahiri na Mungu anawajua watu wake. Anatujuaje watu wake? Tunapojiweka wakfu kwa Mungu na kusema, Mungu, bila wewe sisi hatuwezi, bila mkono wako hatuwezi kufika, tunahitaji neema. Kwa hiyo tunaenda kusimamia kujiweka wakfu kwa Bwana, tumwambie Mungu tunahitaji mkono wako. Tunapita kwenye mazingira mengi ya hatari, kwenye barabara nyingi zilizotegeshwa uharibifu mwingi, lakini Bwana anatusaidia, Bwana anatushindia. Nataka tuende mbele za Bwana tukaombe. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, tunakushukuru sana kwa ajili ya Jumatatu njema ambayo Mungu umeifanya ndani ya maisha yetu. Mungu aliye hai, asante kwa kibali ambacho umekiachilia. Asante kwa neema ambayo umetupa kuiona Jumatatu nzuri. Mungu aliye hai, tunaendelea kuogelea mafanikio yatokanayo na kufufuka kwako Kristo, ya kwamba jana tumesherehekea kumbukumbu ya kufufuka kwako Kristo Yesu. Mungu aliye hai, tunaomba neema yako katika wiki hii, ukatuinulie watu waliozibeba baraka zetu. Mungu aliye hai, ukatuinulie watu ambao tutaenda kulisema lile neno alilolisema Laban, ya kwamba hakika tunajua tumebarikiwa kwa ajili ya hao watu, kwa sababu hao watu wana maagano. Mungu aliye hai, tunajua na sisi tuko katika agano la kuinuliwa, lakini hatutaki kukutana na watu waliobeba uharibifu. Tunataka kukutana na watu waliozibeba baraka. Ikiwa kuna mtu awaye yoyote amebeba uharibifu, Mungu aliye hai, ukatutenge naye. Roho Bwana, ni agano la wiki hii ya kwamba mfalme, ama tunapojiweka wakfu kwako, tunajua wapo watu waliobeba baraka zetu ambao tukikutana nao wanabadilisha maisha yetu. Mungu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, tunaomba Bwana ukatuunganishe nao, na wote waliobeba uharibifu ukatutenge nao katika jina la Yesu. Ukatuweke mbali nao katika jina la Yesu. Ukatuweke mbali kabisa na mazingira ambayo yamebeba uharibifu, ukatutenge kabisa na mazingira hayo katika jina la Yesu. Baba, asante kwa maana unatupa kibali wiki nzima tutembee kwenye neema yako na ushindi wako, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Baba, nalibariki na kuliinua jina lako. Sifa na heshima ni vyako, Mungu aliye hai, nasi tunajiweka wakfu katika jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu, tutembee kwenye hiyo neema na huo ushindi katika jina la Yesu. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi utashika sadaka yako ya kujiweka wakfu kwa Bwana na utaiachilia hiyo sadaka kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na siku njema na wiki ya ushindi. Amen.